Aprili 16, Jumatano, mwaka wa 2025, kutoka Kaisaria Filipi hadi Roma, Matendo 27:24. Akaniambia, Paulo, usiogope. Ni lazima utasimama mbele ya Kaisari, naye Mungu kwa wema wake amekufadhili kwa kuwaokoa wote wanaosafiri nawe wasiangamie. Unahitaji kuuliza maswali kuhusu wewe mwenyewe na uinjilisti wa ulimwengu. Kuna jibu moja la uhakika. Mungu akifanya itafanyika. Mungu anamtumia kabisa mlinzi aliye na baptizan hapa. Yesu alizungumza kwanza juu ya mambo ambayo lazima ubadilishe. Baada ya ratiba kutoka Kaisaria Filipi, nguvu ya kiti cha enzi ilitiwa chapa kwa muda wa siku 40 juu ya waumini, na hii hatimaye ilirejeshwa Roma 1. Kaisaria Filipi na mlima wa kugeuzwa sura. Yesu alizungumza kuhusu mwanzo sahihi Kaisaria Filipi. Kwanza alionyesha nini maana ya kuishi kidini bila kuokolewa. Mara Petro alipokiri kwamba Yesu ndiye Kristo, baraka alipewa. Baadaye Bwana wake akabadilika. Yesu aliwachukua wanafunzi wake wachache hadi kwenye mlima wa kugeuzwa sura, na Kristo pekee ndiye aliyebaki. Hii ilimaanisha kwao kuwaondoa mabwana wengine na sanamu kanisani. 2. Mlima Kalvari na mlima wa Mizeituni. Yesu akawa tunda la kwanza la ufufuo, na pia alikupa ujumbe wake na jina. 3. Chumba cha juu cha Marko na Antiokia. Wanafunzi walipata ujazo wa Roho Mtakatifu kwenye chumba cha juu cha Marko. Kwa wakati huu walikuja kujua sikukuu 3 na makabila mengi pamoja na wakati ujao. Wale waliotawanyika walipokusanyika Antiokia, walimtuma Paulo kuwa mmishonari wa kwanza. Walituma kundi kubwa la wanafunzi na kufungua milango ya umisheni. Wakati nchi nzima ilipokuwa ikiteseka kwa sababu ya njaa kali, Mungu alimimina baraka kwa Antiokia pekee. 4. Roma, baptizan kamili. Mungu aliinua baptizan kamili huko Roma. Hivi ndivyo Paulo aliona. Kuna kitu lazima ufurahie kila wakati. Ni baptizan, safari na miongozo, pamoja na umakinikaji wa aina 3, mipangilio 3, majibu 3 na jibu kamili. Ombi la agano. Mungu Baba, ninakushukuru kwa kuruhusu kambi muhimu ya wamishonari ya mkutano mkuu wa dunia kufanyika. Naomba nifurahie vitu ulivyotoa na nianze upya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.